wakati mwingine tunakuwa na mashaka kwamba chanjo tulizonunua ni salama au si salama kwa mifugo yetu. Lakini kwa sababu chanjo hizi zinazalishwa nchini, wazalishaji watasimamiwa ipasavyo kuhakikisha chanjo zinazotolewa ziko salama kwa mifugo yetu. Hivyo basi naipongeza Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kutumia makampuni ya ndani ya nchi yanayozalisha chanjo katika mpango huu wa kitaifa, na niwatake muendelee kufanya hivyo. Kwa upande mwingine, utambuzi wa mifugo yetu utasaidia kudhibiti wizi na kuongeza thamani ya mifugo, na hivyo kupata huduma za kifedha ikiwemo mikopo kutoka taasisi za fedha na kuweka bima ya mifugo. Kwa hali ilivyo sasa ya mifugo yetu kutotambulika, inapelekea utajiri mkubwa tulionao au walionao wafugaji kutotambulika, na hivyo kuwakosesha manufaa yanayopatikana kutokana na kuwa mifugo hii haitambuliki. Lakini tutakapoitambua, kila mkulima au mfugaji tukijua ana mifugo mingapi, ina thamani gani, ni rahisi kwake kutumia mifugo yake kuweka dhamana, akachukua mkopo akafanya biashara nyingine au akakuza biashara yake ya ufugaji. Kwa hiyo hii ndio faida ya utambuzi wa mifugo yetu. Ndugu zangu, kama ilivyo kwa chanjo ya kuku, serikali pia imeamua kugharamia uwekewaji wa hereni kwa mifugo yote nchini, na hivyo wafugaji hawatachangia chochote. Chanjo za kuku ni ruzuku na uwekaji wa hereni serikali itabeba gharama zote. Lengo ni kujua mifugo mingapi, iko wapi, anayo nani na hadhi ya mifugo hiyo. Kama nilivyosema, ni kuweka kanzi data ya taifa ya mifugo yetu. Kwa sasa tunakisia, lakini tukiwa na orodha kamili au takwimu kamili, taifa letu tutajua hadhi ya mifugo yetu. Wito wangu kwa wafugaji wote nchini kushiriki kikamilifu kufanikisha chanjo na utambuzi wa mifugo kwa manufaa ya taifa kwa ujumla. Tumeanza hapa Simiyu tukijua kuwa mkoa huu ni miongoni mwa mikoa mitatu yenye mifugo mingi zaidi nchini. Niitake Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuweka utaratibu utakaowezesha zoezi la utambuzi wa mifugo kuwa endelevu. Ndugu zangu, kampeni hii iliyopewa kauli mbiu inayosema, na hapa na nukuu, kwamba mifugo ni utajiri, chanja na kuitambua ili kuongeza thamani. Kauli mbiu hii inatoa taswira ya thamani ya mifugo endapo itafugwa kwa njia endelevu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha tunadhibiti magonjwa kwa njia ya chanjo na kuitambua mifugo iliyochanjwa. Ndugu wananchi, natambua changamoto zinazowakabili wafugaji hapa nchini, hususan suala la upatikanaji wa malisho na maji. Naomba niwahakikishie kwamba serikali inaendelea kufanya jitihada mbalimbali ili kupunguza changamoto hili. Na mwenyekiti wa wafugaji, nimesikia ombi lako, serikali itakwenda kulifanyia kazi. Ndugu wafugaji, maeneo ya malisho yatakapotengwa yanapaswa kuendelezwa ili kuhakikisha yanakuwa na malisho ya mwaka mzima. Nichukue nafasi hii kuwaelekeza wafugaji kuanza kufanya uendelezaji wa maeneo yanayotengwa kwa ajili ya mifugo. Wafugaji, anzeni kupanda malisho ya mifugo na kuhifadhi kwa ajili ya matumizi katika kipindi cha kiangazi. Kabla sikuja hapa nilikuwa na mazungumzo kidogo na mwenyekiti wa wafugaji, na alinihakikishia, na mmemsikia pale, kwamba baadhi ya wafugaji tayari wameanza kufungua mashamba makubwa ya malisho, na huu ndio ufugaji wa kisasa. Sasa jinsi mnavyojiendeleza ndivyo mnavyoipa moyo serikali kuangalia maeneo gani wafugaji wapewe kwa ajili hiyo. Lakini waombe sana wafugaji, tujiepushe kutenga fedha kwa ajili ya kulipa faini ya kulisha mifugo katika hifadhi za misitu au wanyamapori, na badili yake tutumie fedha hizo kuendeleza maeneo ya malisho. Hali kadhalika, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ongezeni uzalishaji wa mbegu za malisho na kutoa elimu ya upandaji wa malisho kwa wafugaji, na hasa
kwa kuwa dhana ya kupanda malisho ya mifugo ni mpya katika jamii ya wafugaji wetu. Tayari baadhi ya wafugaji katika wilaya ya Mvomero, na tumeoneshwa Bibi Tutunzane hapa, huyo alikuja na hili wazo baada ya kuzidiwa na migogoro ya kulima na wafugaji, akaja na wazo kwenye wilaya yake ya tutunzane, mfugaji amtunze mkulima, mkulima amtunze mfugaji, ili wote tuendelee. Na hili nalo alikuja na programu ya kupanda malisho ambayo imeitikiwa vyema na wafugaji wa Mvomero, na sasa hakuna migogoro. Ndugu wananchi, mifugo yetu kwa kiasi kikubwa bado ni asili, ambayo inachukua muda mrefu kukua na kufikia uzito unaostahili kuweza kupelekwa sokoni. Hivyo basi, wizara inajipanga na programu ya kuboresha mbari za mifugo au koo za mifugo. Sasa ni waombe wafugaji muitikie programu hii pia ya kuboresha mifugo, ili badala ya kumtunza ng'ombe kwa miaka 2 na hajafika kilo 150, sasa ukamfuge ng'ombe yule kwa mwaka 1 au miezi 9 akupe kilo 200 na hiyo inawezekana tukifuata uboreshaji lakini na ulishaji wa kitaalamu. Ndugu zangu, kama ilivyoelezwa, utekelezaji wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo umeambatana na ugawaji wa vifaa vya chanjo na utambuzi, vikiwemo majokofu, pikipiki, vishikwambe na vifaa vya kutolea chanjo katika halmashauri zote nchini. Na leo nilifanya kazi ya kukabidhi hayo, mikabidhi pikipiki, vishikwambi na chanjo, kufungua programu ya chanjo. Niombe sana au nielekeze ofisi ya Rais TAMISEMI, waheshimiwa wakuu wa mikoa, na ndio maana mmealikwa mweko hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi na watendaji wa halmashauri na mamlaka za serikali za mitaa, kusimamia na kuhakikisha vifaa hivi vinatunzwa na kuhakikisha kampeni hii inatekelezwa ipasavyo